Mhashamu Baba Askofu Joseph Mlola wa Jimbo Katoliki la Kigoma na mwenyekiti wa bodi ya chuo chetu ambaye ndiye atakayetuongozea adhimisho la misa takatifu, Mhashamu Baba Askofu Josephat Bududu, Askofu msaidizi Jimbo Kuu la Tabora, Mheshimiwa Profesa Asante Mungu, mkuu wa chuo na kaimu mkuu wa chuo cha Sauti, waheshimiwa mapadri, waheshimiwa wahadhiri wote na wafanyakazi wote wa MUCTA, waheshimiwa watawa wote, waheshimiwa wanachuo wote, na hasa mwaka wa kwanza ambao ndio kwa mara ya kwanza wanaanza chuo kikuu, na wote wenye mapenzi mema, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kualika kumshukuru Mungu katika adhimisho hili la misa takatifu ya ufunguzi rasmi wa masomo katika mwaka wa masomo. Tunaanza na adhimisho la misa takatifu kumshukuru Mungu na kumwomba atusimamie kwa kipindi chote cha mwaka mzima, tutembee katika uweza wake na uwepo wake, na yote yaweze kufanyika katika sifa na utukufu wake. Tunawakaribisha sana mwaka wa kwanza katika chuo hiki kikuu kishiriki cha Askofu Mihayo. Basi baada ya kusema hayo, kuna nia chache za misa hapa kuombea marehemu Deodatus Mikaeli, Christina Christopher, Angela Fortunatus, Stella Machin, Blandina Kibona na Bernard Amonius. Misa imeombwa na wana TMCS ya MUCTA. Mkristo mmoja anamshukuru Mungu kwa mema mengi aliyomjalia katika masomo yake ya mwaka wa pili kwa kufaulu vizuri. Anaendelea kuomba Mungu amuongoze katika mwaka wake wa tatu wa masomo. Roho Mtakatifu amuongoze aweze kufaulu vizuri. Na mwingine anamwombea rafiki yake ambaye anasumbuliwa na maradhi ili aweze kupona na kurudi katika hali yake. Misa imeombwa na Rehema Nzwara. Basi kwa hao waliotangulia mbele haki, raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Basi baada ya hayo, naomba nimwombe Baba Askofu mwadhimishi wa misa hii takatifu, Askofu Joseph Mlola, atuadhimishie misa hii takatifu. Karibu Baba Askofu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Basi kama tulivyosikia nia za maadhimisho haya, nasi wote tulioko hapa tukiwa na nia zetu nyingine za binafsi, tuziweke zote mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hivi niwaalike, kabla ya kujongea altare ya neno na Ekaristi Takatifu, tukiri kwanza dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
tunakuomba utujalie kuishi kwa namna itakayofanya ujae mema mengi na ung'ae kwa matendo ya utakatifu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Mithali. Mithali sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 13. Wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu. Tegeni masikio mpate kujua ufahamu, kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri. Msiache sheria yangu, maana nalikuwa mwana wa baba yangu, mpole, mpenzi wa pekee wa mama yangu. Naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu. Shika amri zangu ukaishi. Jipatie hekima, jipatie ufahamu. Usisahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Usimwache, naye atakuhifadhi. Umpende, naye atakulinda. Bora hekima, basi jipatie hekima, na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Umtukuze, naye atakukuza. Atakupatia heshima ukimkumbatia. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani, na kukukirimia taji ya uzuri. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo hatua zako hazitadhikika, wala ukipiga mbio hautajikwaa. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Neno la Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 13 aya 44 hadi ya 46. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha
na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, na alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, kabla ya kuanza adhimisho la misa, mimi mwashamu Baba Askofu Joseph Mlola, askofu wa Jimbo Katoliki la Kigoma, makamu mkuu wa chuo, wahadhiri wa chuo na mapadi wanafunzi, tulikuwa tunadodosa hapo kwamba kesho kutwa tutaanza mwaka mpya wa kanisa, mwaka wa liturujia. Lakini kwa bahati nzuri pia leo tunaadhimisha misa hii takatifu ikiwa ni ufunguzi wa mwaka wa masomo 2025 2026 hapa Amukta. Kwa hiyo najua inawezekana hatujazoea kutakiana mwaka mpya wakati wa ufunguzi wa mwaka wa masomo, lakini naomba niruhusu kwa niaba ya Baba Mwashamu Askofu Mlola, mwadhimishi mkuu wa misa, na kwa niaba ya Baraza la Maaskofu, tuwatakieni nyote heri sana ya mwaka mpya, mwaka wa masomo 2025 2026. Herini sana kwa mwaka huu. Katika neno la Mungu tumesikia somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mithali. Sijui tunajua maana ya Mithali ni nini, hata mimi sidhani kama nafahamu sawa sawa. Lakini kwa mtazamo si wa kitaalamu, kusema tu kile kinachonijia kichwani, tunajua mithali ni semi za hekima, na hizi ni semi za hekima zilizotoka katika kinywa cha Mfalme Suleiman, mtu anayesadikiwa kuwa alikuwa na hekima kuliko Waisraeli wote. Ukisoma katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 4 aya 32, tunaambiwa kwamba yeye aliwahi kutamka mithali 1000. Tungeulizana hapa kwamba wewe umewahi kuzungumza semi za hekima au mithali ngapi hapa? Kila mmoja nadhani angekuwa na wajibu yake. Lakini najua wengi hapa mngeniambia tumeshasema nyingi sana, ila tu bahati mbaya hatukuwa tunahesabu, bahati mbaya hatukuwa tunachukua kumbukumbu, bahati mbaya hatukuwa tunaandika. Basi ongereni sana kwa sababu lakini kwa ujumla somo letu hili tulilosikia leo la kwanza kutoka kitabu cha Mithali sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 13, kama tulivyosikia ni mausia ya baba. Ni mausia ya baba, na huyu baba angeweza kuwa pia mama, lakini niseme kwa kifupi ni mausia ya mzazi anayesukumwa kwa upendo kwa mwanaye, anamwelekeza njia nzuri ya kufuata ili afanikiwe. Na huyu mzazi anafanya hivyo akijua kabisa kwamba kijana huyu akifanikiwa ndio mafanikio yake. Kijana huyu akifanikiwa atakuwa na raha na amani na furaha, na haya yote ndio ya mzazi. Na kinyume chake pia ni ukweli kwamba asipofanikiwa na akapatwa na mabaya,
zile athari mbaya atakazozipata huyu kijana itakuwa pia ni kwa wote, yaani kwa huyo kijana na mzazi wake. Ndio maana tumesikia wosia wa huyu mzazi jinsi ambavyo ametoa mlolongo wa nasaha kuhusu utii au nidhamu. Na kwangu mimi nilipokuwa napitia hilo somo, ile aya ya mwisho iliyo katika somo la leo ilinigusa zaidi. Na nafikiri ni ufupisho makini wa huo mlolongo wote wa nasaha. Nadhani tumesikiliza. Anasemaje? Anasema mkamate sana elimu. Mkamate. Usimwache aende zake. Ukimwacha kaenda zake bwana, mshike, maana yeye ni uzima wako. Si hata nyinyi mmesikia maneno yalivyo matamu. Matamu kweli. Mungu daima anatuambia maneno matamu ya faraja na yanayoleta uzima. Kumbe ndugu zangu, tunapokuwa katika ufunguzi wa mwaka mpya wa masomo 2025 2026, kama alivyosema baba kapelano hapa, Mheshimiwa Padri Josephat Mande, najua wapo tunaoanza maisha ya chuo kikuu. Tulikuwa tunatamani sana kufika chuo kikuu na tunajiuliza haya maisha ya chuo kikuu yakoje hayo. Kumbe kwa wale wa mwaka wa kwanza ndio tunaanza maisha ya chuo kikuu, lakini wengine ni wazoefu, tunasonga mbele katika hatua moja tunaingia hatua nyingine. Lakini sote kwa ujumla tunaalikwa kuishi maisha ya nidhamu, uadilifu, unyofu na kadhalika na kadhalika. Na kwa nini tunayaishi hayo? Tunayaishi hayo tukijua kwamba ndio mtaji wa elimu. Yaani huu ni mradi sasa. Sasa kama tunaanzisha mradi gani? Wa elimu. Sasa huwezi kuanzisha mradi huna mtaji. Sasa mtaji wake ni hayo tuliyosema, na tukiwa na huo mtaji basi tunaweza kufanikisha huo mradi wa elimu, yani tukalifikia lengo. Ndio maana basi kwa kuthamini tukio hili, kwa kuthamini jambo hili, si mimi tu, lakini pia tumemwona Mwashamu Askofu Joseph Mlola, kama nilivyosema, askofu wa Jimbo Katoliki la Kigoma. Inawezekana pia wapo na wageni wengine humo ndani, lakini na wengine wote tuliopo hapa, wale ambao ni wakazi wa chuo kikuu hapa, lakini na wale tuliotoka nje, tumefika kutambua na kuthamini tukio hili, lakini pia tumefika kuwatia moyo na tumefika kuwatakia matashi mema. Narudia tena, herini sana kwa mwaka mpya wa masomo 2025 2026. Tupigie makofi Mungu. Katika somo la pili tumesikia mifano miwili yenye ujumbe unaofanana. Ni masimulizi. Simulizi la kwanza ni juu ya hazina na simulizi la pili ni juu ya lulu. Nitayaongelea hayo yote mawili japo kwa kifupi. Tukianza na simulizi la kwanza ili tuweze kupata ujumbe wake juu ya hazina. Katika Injili tuliyosikia ni simulizi la mtu mmoja ambaye alienda kufanya kazi. Hatujaambiwa alienda kufanya kazi kama kibarua au alienda kumsaidia mtu, lakini alikuwa anafanya kazi kwenye shamba la mtu mwingine. Mazingira ya somo yanatuonyesha kitu hicho. Akiwa anafanya kazi katika kuchimba na kukatua, humo akagundua kwamba kulikuwa na hazina iliyokuwa imehifadhiwa kule shamba. Miaka hiyo ya nyuma na hata wakati wa Yesu, watu wa Palestina, Wayahudi na Waisraeli labda walikuwa na mifumo ya kibenki, lakini mfumo uliokuwa unajulikana sana, ulikuwa mzuri sana, ilikuwa ni ardhi, kuzika ardhini. Hata sisi hapa wazazi wetu kwa miaka 40-50 iliyopita
walikuwa wanatunza fedha ardhini. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumesikia habari za mtu huyu, alipoiona ile hazina akaifukua hapo, akaenda kuchimba mahali pengine ndani ya hilo shamba, mahali anapopajua yeye, akachimba, akahifadhi hiyo hazina, akafunika, akaondoka, na baadaye akaanza kufanya maarifa kuinunua lile shamba. Tuseme huyu ni mjanja au nini? Najua ninyi wenyewe ni mjanja au ana akili, mimi sijui. Akaanza kumzenga yule mwenye shamba, bwana akashamba kako bwana, labda kwa mwambie, unaona kalipo kadogo na nini, wewe unastahili kuwa mtu wa mashamba makubwa, hebu niachie tu mimi nikachukue niendelee tu kulima kawe kakwa. Kumbe ameona kuna kitu na hatujui. Mimi napata fikra kwamba inawezekana hata huyu mwenye shamba hakuwa anajua kwamba kule ndani kuna hazina, kwa sababu kama ni yeye aliyehifadhi asingeuza. Inawezekana na yeye ni urithi, labda babu walizika ile hazina akafariki bila kutoa taarifa, sivyo? Tumsifu Yesu Kristo. Basi akaanza kufanya maarifa kuitunza ile ili kuweza kununua lile shamba ili asipoteze ile hazina. Na nimeyasema hayo kwa sababu kama nilivyosema, Wayahudi walikuwa na desturi ya kutunza mali na hazina ardhini, na hata kuna msemo wa Kiyahudi kwamba kuna sehemu moja tu iliyo salama kutunza pesa au hazina, nayo ni ardhini. Huu ni msemo wa wenzetu watu wa Palestina huko Uyahudi, na leo Palestina tunajua ni nchi mbili, lakini wakati ule basi ilikuwa ni nchi moja. Leo tuna Yerusalemu na Palestina, lakini mji wa kibiblia Palestina ilikuwa ni nchi moja. Basi kadiri ya maandiko matakatifu tunaambiwa maneno haya, mahali hazina yako ilipo moja. Baada ya kusema hayo, ni vizuri sasa mimi na wewe tujiulize swali la kwanza, hazina yangu mimi ni nini na ipo wapi? Swali la kwanza. La pili, lakini kabla ya kwenda swali la pili, kwa nini tujiulize swali hili, hazina yangu ni mimi ni ipi na ipo wapi? Ili nijue moyo wangu ulipo. Maana kama nilivyosema pale, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Swali la pili, je, nipo tayari kuuza nilivyo navyo ili niipate hiyo hazina kama yule mtu? Sasa nijizungumzie mimi mwenyewe. Kama mimi ningekuwa wewe, kwa sasa ningesema hazina yangu ni elimu, na nipo tayari kuuza nini nilivyo navyo, mwenye ng'ombe, mwenye mbuzi, mwenye kuku, njugu mawe, kuuza chochote nilicho nacho, hata anasa, starehe na tafrija inapobidi, ili niweze kuipata elimu. Sisi hapa tunaweza kusema tuna sehemu moja tu ya kutunza hiyo hazina yetu ya maisha, nayo ni elimu. Kwamba ninaweza kuuza vyote nilivyo navyo nikaja kuwekeza kwenye elimu. Maana yake nikajifunza kwa bidii na nikaitafuta elimu kwa gharama zote. Sijui mimi nilipokuwa mwanafunzi, na hata sasa ni mwanafunzi wa namna yangu, ni mwanafunzi wa maisha. Lakini na nyinyi mnajua tulipokuwa tunasoma, na nyinyi inawezekana imetokea shule ya msingi, sekondari, hata hapa chuo inawezekana. Wakati mwingine kwa utani kuna watu wanaweza kutuuliza au kutuambia, wanapoona labda una bidii sana katika kusoma, wakakuuliza, wewe unasomea kijiji? Utamjibuje mtu wa namna hiyo? Kwani Mwalimu Nyerere aliwahi kusemaje? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema maneno haya kati ya mengi semina za hekima nyingi alizosema. Alisema hivi, baadhi ya wananchi wetu watatufanya tutumie fedha nyingi sana katika elimu yao, ambapo wengine hawana elimu hata kidogo.
Kwa hiyo wale wenye bahati ya kupata elimu ile, ni wajibu wao kulipa ile sadaka waliojitolea watu wengine kwa ajili yao. Wao ni kama mtu aliyepewa chakula chote kilichopo katika kijiji chenye njaa, ili apate nguvu za kumwezesha kwenda kijiji cha mbali kuleta chakula kwa ajili ya wenzake. Kama mtu yule akila kile chakula na asilete msaada wowote kwa ndugu zake, yeye ni muhaini. Sasa nadhani tumepata kujua maana nyingine nzuri ya muhaini. Muhaini ni nani? Nadhani kati ya ujumbe ambao naweza kuupeleka kwenu kutokana na hayo tuliyosikia, basi ni vema tuepuke kuitwa wahaini. Kwa mtazamo huo ndio usema. Lakini pia tusithubutu kuwaita watu wengine wahaini bila sababu ya msingi. Ni kosa kubwa sana, ni dhambi hii kubwa sana. Unambambikizia mtu tu, unamuita muhaini. Ndugu zangu, furaha ya kugundua hazina yako au elimu itafanana na huyu aliyekuwa tayari kuuza vyote alivyo navyo ili aimiliki hiyo hazina. Yeye aliiona kwa bahati kwa sababu alikuwa akijishughulisha, nanyi mmeiona kwa bahati kwa sababu mlikuwa mkijishughulisha tangu shule ya awali, shule za msingi, sekondari, na sasa mpaka hapa chuoni, mkiwa chuo kikuu, mmetambua thamani ya elimu. Basi endeleeni kusoma kwa bidii. Kumbukeni, kati ya misemo mingi, mmojawapo, mtakacha uvunguni sharti. Lakini kuna msemo mwingine wa lugha ya kigeni, naomba mniruhusu tujiganishe, na hapa sitatoa tafsiri kwa sababu wote mnajua Kiingereza. Kuna msemo unaosema expecting success without hard working is like boiling an empty pot and waiting for soup. Sehemu ya pili ya masimulizi ya Injili, lulu. Nyakati zile lulu ilikuwa na nafasi kubwa katika mioyo ya watu. Nyakati zile za maisha ya Kiyahudi na Palestina, mji wa Palestina wakati ule, kabla na wakati wa Yesu, watu walitafuta kumiliki lulu, si kwa sababu ya thamani ya pesa tu, lakini pia kwa sababu ya uzuri wake. Ilikuwa ni fahari kuwa na lulu. Ilikuwa ni kitu cha fahari kubwa sana kuwa nacho, na hata kwa kukitazama tu mtu alipenda kuwa na lulu. Na ilipatikana hasa maeneo ya ukingo mwa bahari ya Shamu. Watu walizitafuta hata katika maeneo ya mbali, kama sisi tunavyotafuta elimu hapa. Wapo waliotoka mbali, wapo waliotoka karibu, wapo waliotoka karibu, lakini na imani kabisa tumetoka pande zote za nchi yetu ya Tanzania. Kwetu elimu inaweza kufananishwa na hiyo lulu. Ni kitu kinachopendwa, kinachotafutwa na kinatudai kujitoa, kinadai nidhamu na kina gharama yake na kina thamani yake. Si kitu cha kupuuza. Kuna kamsemo kingine hapa kanasema, if you think education is expensive, try ignorance. Kumbe kitu wanachofanana hawa watu wawili waliosimuliwa, mtafuta hazina na mtafuta lulu, ni juu ya kitu kinachopaswa kuuzwa au kutolewa kama sadaka ili kupata kitu kingine chenye thamani kubwa zaidi, ambacho sisi kwetu tumesema ni elimu. Kitu hicho kwa sasa kwetu sisi ni elimu. Basi nihitimishe tu kwa kusema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Tumsifu Yesu Kristo.